Alivyojigusa akasema huyu baba hajanirudisha mzigo wangu, ameniwekea kitu kadogo sana kafupi afu kagumu. Kuibuka kwa taarifa za pamoja Tunduma, Mbeya, Kyela, Dodoma, Dar es Salaam, huku na kule, kwamba watu wanapotelewa na nyeti, sio ni propaganda ya kutaka kuififisha ripoti ambayo ilitakiwa itolewe kuhusiana na mauaji ya halaiki ya Watanganyika kati ya tarehe 29, 30, 31, lakini hata kabla ya hapo, kwa namna vile ambavyo mauaji yalishafanyika kwa wanaojulikana, wasiojulikana. Baada ya hapo waliotekwa, kupotezwa, kuumizwa. Sio hiki ni kipropaganda kwamba ripoti itakia kutoka haijatoka, na pengine umo kunaweza akawa ni kipropaganda cha kutaka kupiga kelele kwenye mataifa huko kwamba pana Tanzania, Tanganyika watu wanauana kwa imani za kishirikina, kwa hata yote yaliyotokea Oktoba 29 kabla hapo ni imani za kishirikina. Na kwa Waafrika wa Tanzania ambavyo akili zinaweza zikaprogramiwa na yoyote kwa tukio lolote, najua mbwa koko hapa mmeshabweka. Aidha ni wapambe wa mauaji yaliyoendelea kwenye nchi yetu ambao mmeshaweka kwenye mitandao. Kitokea mtu kama Mbarikiwa wenye akili nyingi, lazima mbweke, mtukane, kwa sababu najua pia hata kutukana watu si wanaiga tu. Mimi swali tu ninalouliza, kwa nini lugha hii wanaibiwa nyeti sio akimpiga zinarudishwa? Kwa nini? Nadhani mmesikia hata wengine humo ambao walikuwa wanadaiana na wenyewe wanaingiza mambo yao humo. Kwa nini zinaonekana zimerudi, zinarudi, zimeondoka, zilirudi? Nani ambaye kachukuliwa nyeti alafu mpaka sasa hivi hazipo tupige picha? Mimi nasema hivi, mtu mwingine anasema hapana, hata hii serikali ya damu wanayoita serikali utawala huu wa damu na wenyewe wameshtuka, wamepiga marufuku. Inawezekana hawajaushtukia mchezo, inawezekana hawakujua mchezo uko na nani na kwa makusudi gani. Tungekuwa na taifa lenye kufuata haki za watu, angekamatwa kuanzia kila aliyesema na wote waliohusika kupiga kwa namna yoyote, kumpiga mtu anayedhaniwa alichukua nyeti za watu. Nataka tu niwaambie, kwenye nchi yetu thamani ya binadamu, utu wa mtu haipo. Kwa hiyo hii mijitu ambayo imeshaua maelfu ya watu, kwanza kutengeneza propaganda ambayo wanajua sasa, na wakati mwingine hata hapo wanapozusha tu kwamba ameiba nyeti, inawezekana wanakuepo ni wao wenyewe. Huyu kavaa nguo ya Kiislamu, huyu kavaa suti na tai, huyu kavaa, ili muonekane ni mbona wanampiga watu wa aina tofauti. Kwa sababu momo kuna zingi unakuta kuna taarifa na ni kama wahubiri fulani, mhubiri fulani katengeneza kampango ionekane kuna watu wanaibiwa nyeti, alafu wakienda kanisani kwake inaonekana anarudisha. Kwa nini msione kwamba tumezungukwa na watu wanaotafuta kila njia kuhalalisha mambo yao bila kujalisha ni kiasi gani nafsi zingine za watu zinaumizwa kwa sababu ya hiyo faida na ulaji wa siku chache tu. Najijua kwamba nina akili, na moja ya akili yangu ni kufanya kitu kinachokuwa kimefichika sana, kimetengenezwa kwa ufundi sana, kuwafanya watu waone unanikubali, unikubali, unaniona wa maana. Lakini mimi kwenye mpango wa corona nilisema kwamba corona mimi ninachojua ni mpango, ni hili, kwa sababu tutakuwa toki ndani, watu hawawezi kuwa na chakula, serikali haiwezi kuleta chakula ndani. Tutakapokufa watakuwa nasema corona inaua sana. 2,
madaktari hawatawatibu wagonjwa magonjwa mengine yote, kwa sababu watakuwa naogopa kuambukizwa korona, na wagonjwa hao watakapokuwa nakufa sana, itaonekana korona inaua. Hii si ni sema hayo mpaka leo naamini lilikuwa ni ugonjwa, liliendaga wapi? Kwa nini liliua tu waliolengwa? Baada ya Magufuli watu maarufu wakaacha kufa. Sawa, una haki wewe. Kuna wakati fulani wanataka kuleta kupiga lockdown, makanisa yafungwe baada ya Magufuli kutokuwepo. Paliinuka walioonekana wazungu, walifanya mikutano zaidi ya mikoa 15 tarehe moja, yani kuanzia tarehe 9 hadi tarehe 13 mwezi wa 6 2021. Mimi nisema wasiwasi ni akili. Mikutano hii, mimi ninachojua, baada ya mikutano hii inapigwa marufuku ya mikutano na watu kukusanyika makanisani na pengine popote, kwa sababu baada ya mikutano hii aidha pana upepo utapulizwa kwenye mikutano husika, watu wataanza mafua, au tu itaibuka tu, jamani, mikutano imesababisha mlipuko. Nilisema kabla na baada ya mikutano ile tu, kilichofuata litokea tangazo fulani kali ambalo mimi nilisema kama nikuniua niweni tu, lakini sitasimamisha shughuli za ibada na mengineyo yote, makorokoro yote. Nadhani na nguvu nyingine ya Gwajima ile kidogo pale ile tangazo lilidhofika, lakini lilifanikiwa kudhibiti mikutano ya neno la Mungu, ilidhibitiwa, ifanikiwa kudhibiti kwenye masuala ya ibada, iling'ang'ana sana. Kuna hizi issue za mchungaji mhubiri anakuja kuhubiri Tanzania, lakini wanaenda wanagagawa zawadi zenye rangi za ushetani. Mimi nimesema, unaniamini kiasi gani? Unaona nina wivu kiasi gani? Sawa. Na hapa nasema hili la Nyeti, kwa nini tusipige picha? Sio anamwachia kadogo, sio nini? Kwa nini tusipige picha kama wanaondoa kabisa? Zinarudi, amepiga wanadamu nyie. Nyie ni katuni bwana. Kitu ninachojaribu kukiona Watanganyika, nyie ni katuni, nyie sio watu kamili. Hao mimi ninachohisi ni hao walioua ndugu zenu, wanaochochea moto muanepo, na huenda kuna vitu watataka kuja kuvichomeka kwenye ripoti za ndugu zenu. Sasa sivyo, mimi nachotaka tu uliyeibiwa Nyeti, kama upo piga picha tukuone kunavyofanana. Otherwise ukianza kusema zichukuliwa zimerudishwa, haya bwana, sawa.